Sasa kwa nini si tumechagua nyama choma? Nyama choma. Tukiongea katika hali ya kawaida, hata Musa hapa nikuuliza mzee wa Matonge kuhusu nyama, utawaza mkaa wa kuchomea. Si ndio? Ndio. Tukiongea kuhusu nyama, mtu wa kijijini Masai atawaza kuhusu kuni, tunachomaji kwa vijijini kule. Kwa hiyo hata msomi, hata watu wengine ambao wako kwenye hii industry, wasomi wakubwa, ukiwaambia kuhusu nyama ya kuchoma wanaongelea kuhusu kutumia mkaa, kuhusu, na ndio maana hata kampeni zote za matumizi ya nishati safi ya kupikia usikie watu wanaongelea nyama, sababu wanaamini nyama ni lazima ichomwe kwa mkaa. Kwa hiyo sasa sisi tuna kampeni yetu kwa nyama choma kwa nishati safi ya kupikia inawezekana. Kwa unaweza ukachoma nyama ikawa delicious kama ambavyo imechomwa na mkaa, ikaiva vile vile. Sababu watu wengi wanaamini kwa nyama ukichoma kwa gesi labda inakuaje, labda inakuwa kama kupika. Ila hawajui kwa nyama inayochomwa kwa gesi inakuwa vile vile kama nyama iliyochomwa kwa mkaa. Yes. Na pia sasa kwenye tafiti zetu tulizofanya, watu ambao wanaathirika kwa kiasi kikubwa direct na madhara ya hii nishati chafu na wachoma nyama. Musa, zunguka kwenye baa labda ambako ndo wanachoma nyama kwa wingi. Tembea sehemu 10, angalia wale mashefu wanaochoma nyama, lazima utakutana na watatu afya zao zimeyumba, hata kama sio mtaalamu wa afya. Sababu wale ni watu ambao wana face direct moto, wanashinda kwenye moto muda mwingi. Kama ni sehemu busy, kuanzia wanavowasha jiko hadi jioni, kama ni sehemu wanani watahitajika kuwa pale. Na tunaongelea sehemu zenye baridi kama Arusha au Mbeya au Iringa na Njombe, majiko yao yako enclosed, yani majiko unakuta wanachomea nyama ndani. Kwa sasa hata ile hewa safi haingii pale. Kwa watu wanavuta carbon monoxide, unajua muda wote. We can imagine madhara anayopata. Kwa kundi ambalo linapata madhara kwa kiasi kikubwa na direct kabisa ni wachoma nyama, ambao sasa kwenye movement zote, kampeni zote za matumizi ya nishati safi ya kupikia usikio wakiongelewa. Na ndio watu wanaokufa, yani kabisa, yani unakutana na mtu anakuambia, ukiongea nao wengi wale, lazima tunakwambia anasikia hivi, yani wana madhara ambayo yani kitaalamu unakuta mtu tayari uko ndani kashaoza bila kujijua. Kwa sasa hiyo ni kwenye afya, ila pia hata kwenye matumizi, kwenye kuchoma nyama kunatumia mkaa kuliko hata majumbani ambako tuna kampenia. Nitakupa mfano, nilienda Moshi, baa moja maarufu sana. Asubuhi tu anaweka gunia zima kwenye jiko lile, jiko lao la kuchomea nyama, sababu ni kubwa na habari kubwa. Gunia linamiminwa mara moja, na ule moto ukishawashwa uzimu hadi shughuli za jikoni zitakavyoisha. Kwa ule moto ukipungua wanaweka. Kwa hata kama wanachoma nyama imeiva, moto lazima utakuwa pale ili mteja anapokuja anapokatiwa portion lazima ipashwe. Kwa ataivisha. Kwa matumizi ya mkaa kwenye nyama choma ni makubwa kuliko majumbani. Baa moja inaweza ikawa inatumia mkaa ambao unatumika hata kaya zaidi ya 10, kaya 20, inategemea na ubizi wa mahali. Kwa hiyo ndo maana tumechagua kuja kwenye hii, na kimsingi tunabadilisha mindset ya watu kuwa inawezekana kutumia nishati safi ya kupikia kwenye nyama choma. Good morning. Habari za asubuhi.